Iran yatoa onyo dhidi ya Israel wakati huu wa kusainiwa kwa makubaliano kati ya Marekani na Tehran, ikitaka Israel kuacha mara moja mashambulizi yao dhidi ya Lebanon. Mohamed Bagher Kalibaf, spika wa bunge la Iran, ambaye pia ni mpatanishi mkuu wa Iran, amelaani kuendelea kwa mashambulizi ya Yerusalem Magharibi dhidi ya Lebanon, huku kukiwa na msukumo wa diplomasia na Washington. Amesema kwamba mkakati wa Kimarekani na Israel wa kushambulia Israel, huku rais wa Marekani akijifanya kama vile hakubaliani na mashambulizi hayo, umepitwa na wakati, na tunatoa onyo dhidi ya mkakati huo. Hatuhitaji kuona mashambulizi dhidi ya Lebanon, anasema Mohamed Bagher Kalibaf. Takribani watu watatu waliuawa katika shambulizi la Israel kusini mwa Beirut mapema siku hiyo, kabla tu ya makubaliano yaliyotarajiwa ya Marekani na Iran, ambayo Tehran imesisitiza kwa muda mrefu kuwa yanapaswa kujumuisha kukomesha uhasama nchini Lebanon. Makubaliano hayo yaliyopendekezwa yameripotiwa kutazamwa na maafisa wengi wa Israel kama utiifu kwa Iran. Israel inaona ni kama vile Marekani imetii kwa Iran na kuifanya Israel nayo itii dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na mipango ya kumaliza kile walichokitaka, kwa maana mipango mikakati ya Operation Rising Lion na ile ya Epic Fury ni kama vile vimeshindwa. Kwa mujibu wa Mohamed Bagher Kalibaf, amesema uvamizi wa Wazayuni kwa Dahie kwa mara nyingine tena umeonyesha kwamba Marekani inakosa nia kutimiza ahadi zake au uwezo wa kufanya hivyo. Kalibaf alisema kupitia ukurasa wa X, akitoa onyo kwamba wasithubutu tena kuendelea na mashambulizi. Kauli hii ilimfanya mkuu wa jeshi la Israel Bwana Eyal Zamir kuona kwamba huenda Iran ikafanya shambulizi lolote wakati wowote kutokana na mashambulizi hayo yaliyokuwa yakiendelea. Kwa kutoa taa ya kijani kwa serikali, huwezi kupata makubaliano. Mchezo wa askari unaonekana kama mzuri na unaonekana mbaya, umepitwa na wakati. Ikiwa huna nia ya uwezo wa kutimiza wajibu wako, haiwezekani kuzungumza juu ya kusonga mbele, aliandika Kalibaf. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali la Lebanon NNA, shambulizi la Israel limeua takribani watu watatu na kuwajeruhi wengine 15. IDF ilidai kuwa ilikuwa ikilenga kituo cha amri cha Hizbullah. Shambulizi hilo halikupaswa kutokea, Rais wa Marekani Donald Trump alisema kupitia mtandao wake wa Truth Social, akitoa wito kwa Hizbullah na Israel kusitisha mabadilishano ya silaha. Tuko karibu sana na makubaliano ambayo yataleta amani katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na Lebanon, na pande zote zinapaswa kusimama, aliandika. Saa kadhaa baadaye, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran ililaani shambulizi hilo kama ukiukwaji wa mamlaka ya Lebanon na maelewano ya kusitisha mapigano ya Aprili 8 kati ya Tehran na Washington, ikisema kuwa Marekani inabeba wajibu wa moja kwa moja kwa vitendo vya Israel na kuonya kwamba mashambulizi hayo yanaweza kuwa na madhara makubwa kwa amani na usalama wa kikanda. Siku moja mapema, Trump alitangaza kwamba Marekani na Iran zingetia wino makubaliano ya siku ya Jumapili ambayo yangefungua tena mlango wa bahari Hormuz na kuamua hatima ya hifadhi ya urani iliyorutubishwa Tehran. Mwaka mmoja uliopita, Mashariki ya Kati ilibadilika. Hakuna ambaye aliamini kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ingeonyesha namna ilivyo katika upande wa jeshi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Baqei alisema makubaliano hayo yasingefanyika Jumapili ni kutokana na namna ambavyo Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilikuwa ikiangalia ni kivipi rais wa Marekani angekubaliana na baadhi ya matakwa ya Wairan. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea